Hii leo katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu John Mnyika amefanya press conference na waandishi wa habari kuzungumzia matukio ambayo yalitokea tarehe 24 mwezi huu wa 4 mwaka 2025 wakati wa kwenda kusikiliza kesi ya mwenyekiti wao, namzungumzia ndugu Antipas Lissu. Na kuna moja kati ya kitu ambacho kilitokea siku hiyo ni taarifa ya kamanda wa jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, namzungumzia Jumanne Mlilo, kuhusiana na watu na wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ambao walipotea katika mazingira yasiyoeleweka, na taarifa zilizokuja kutolewa kwamba idadi ya watu ambao walikamatwa katika siku hiyo walikuwa ni wawili, ambao ni katibu mwenyewe wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na makamu mwenyekiti wa chama hiko, namzungumzia John Heche. Sasa leo katibu amekuja kujibia hiko na kusema kwamba kauli ya kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuwa ni ya uongo kabisa, kwa sababu idadi ya waliokamatwa siku hiyo ilikuwa ni 5, lakini mpaka kufikia muda huu ambao tunazungumzia tarehe ya leo, tarehe 30 ya mwezi wa 4, idadi ya watu ambao wamekamatwa ni jumla ya wanachama 25, ndivyo, na majeruhi awali ambao walipotiwa na vyombo vya habari ilikuwa ni jumla kama ya wanachama 22. Kwa hiyo ndio idadi ya watu inavyozidi kuongezeka, na ameenda mbali zaidi, amesema kwamba kauli ambayo aliitoa kamanda huyo ilikuwa ni ya uongo, kwa sababu awali jeshi la polisi hilo lilikuja kutoa idadi ya watu ambao walikuwa wamekamatwa walikuwa ni jumla ya watu 5, lakini kwa ripoti yake yeye anakuja kusema idadi ya watu ambao walikamatwa walikuwa ni wawili, ambao ni yeye ambaye ni katibu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na mwenyekiti wao msaidizi bara, namzungumzia John Heche, ndivyo. Na akaenda mbali zaidi akasema kwamba kuna ushahidi wa video ambao ameushare pale kuonesha namna ambavyo watu walivyokuwa wanateseka siku hiyo wakati wanaenda kusikiliza kesi ya mwenyekiti wao wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ndugu Lissu, kwa namna fulani ambavyo uhuru wa waandishi wa habari ulivyofinywa na namna ambavyo kulikuwa hakuna haki yoyote ile ambayo ilikuwa inatendeka siku hiyo. Na alienda mbali zaidi tena akasema kwamba sio peke yao tu wanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliokamatwa siku hiyo, hata kuna baadhi ya waandishi wa habari kutoka vyombo vya habari mbalimbali nchini walikamatwa na kutesa vibaya mno. Na kwa namna moja ama nyingine akagusia zaidi kuhusiana na namna ambavyo ufinyu na ubanaji wa haki ya wananchi kusikiliza kitu ambacho wanatamani kukisema umekuwa ni mdogo sana. Kwa namna fulani ni kutokana na the way au kutokana na namna ambavyo serikali imeamua kuvifanya hivyo vitu pasipo kujali maslahi ya umma inataka kitu gani, ndivyo. Na alienda mbali zaidi tena akasema kwamba uchaguzi ambao unaenda kufanyika mwaka huu, mwaka 2025 mwezi wa 10, ni uchaguzi ambao unawezekana ukawa ni kama vile usiwe wa haki kutokana na the way, kutokana na mabadiliko ambao wenyewe wameyataka yaweze kufanyika, ili kusudi kwamba uchaguzi ambao utaenda kufanyika uwe ni wa uhuru pamoja na haki, pasiwe na mgogoro wote ule, especially kwenye wasimamizi, kwenye kumtangaza mshindi, kwenye masuala ya kuchagua mawakala na kutokuingilia mawakala wa vyama mbalimbali. Wakurugenzi wasiwe ni moja kati ya watu ambao watasimamia uchaguzi, lakini hivyo vyote ni vitu ambavyo wenyewe wanavitaka vifanyiwe mabadiliko kwenye katiba, ili kusudi kwamba uchaguzi ambao utaenda kufanyika huo uchaguzi ni wa uhuru na haki, pasiwe na muingiliano wa aina yoyote, ndivyo. Lakini cha msingi ambacho yeye amekuja kujibia ni kuhusiana na kauli ambayo aliitoa kamanda wa polisi wa kanda maalum ya Dar es Salaam, nazungumzia Jumanne Mlilo, kuhusiana na idadi ya wanachama na baadhi ya watu ambao walitekwa siku hiyo au walikamatwa na kuteswa vibaya, namna na jinsi ambavyo alivyokuja kusema kwamba walikuwa wawili, wakati mpaka sasa hivi imefikia idadi ya watu kama 25 ambao walikamatwa siku hiyo. Na kiangalia kuna ile video ambayo ameishia pale, unahisi kabisa kwamba kile ambacho alichokuwa anakisema na kile ambacho alikuja kukisema kamanda wa polisi kilikuwa kinaenda tofauti na vile ambavyo watu walikuwa wanajua. Na taarifa ilitoka before kuhusiana na idadi ya watu ambao walikamatwa na walitoa jeshi la polisi hilo, lakini kamanda wa polisi akaja kutoa tofauti na kile ambacho walichokitoa
kuwatoa wenzake ambao ni jeshi la polisi, si ndivyo? So wewe una ujumbe gani kuhusiana na hiki ambacho amekisema John Mnyika hii leo kwenye makao makuu ya chama hiko jijini Dar es Salaam, kujibu kile ambacho Jumanne Mlilo alikisema siku mbili ambazo zimepita hapo nyuma kuhusiana na idadi ya watu ambao walikamatwa chama hicho cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema? Ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Ambayo TV, na kama hujasubscribe channel yetu Ambayo TV on YouTube, basi make sure unafanya hivyo ili wa kwanza kupata habari na matukio ambayo sisi tunakuwa tunaweka huko ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBs kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo cha